Lile somo lililopita tuliangalia jinsi ambavyo kanisa lilijawa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Amen. Na baada ya kuona kanisa likajawa na nguvu ya Roho Mtakatifu, maana yake uhai au utendaji kazi wa kanisa ukaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hili somo la leo la kuponywa kwa ombaomba au kiwete, tunaangalia vitu ambavyo tayari vilianza kufanyika au nguvu ya Mungu ilivyoanza kutembea. Sasa kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa kiwete, Biblia inasema kwamba alikuwa akikaa kwenye mlango. Yaani watu walimchukua wakamweka kwenye. Lakini Petro na Yohana walipofika, huyo jamaa akiwa anatarajia kupata aidha fedha ya sadaka ile ya msaada, Petro na Yohana wakamkazia macho, wakamwambia, tuangalie sisi, hatuna ambacho tunaweza tukakupa, lakini kwa jina la Yesu simama kwa miguu yako. Bwana Yesu msaidie sana. Maana yake tunaangalia nini? Kuponywa kwa huyo ombaomba ilikuwa ni baada ya Petro na Yohana kuwaza kwamba kuna msaada zaidi ya fedha. Amen. Baada ya kuwaza kuna msaada zaidi ya fedha. Na hichi hauwezi ukakiwaza kama hauna nguvu ya Roho Mtakatifu au kama hauna macho ya ndani. Watu wengine walikuwa wanaona kwamba huyu anahitaji msaada kulingana na kiwete ulemavu alionao, wakawa wanamsaidia, lakini majamaa yalipofika pale yakaangalia, mbona kama vile kuna opportunity nyingine tunaweza tukaifanya juu ya huyu mtu. Bwana Yesu msaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu yalikuwa yanaongozwa na Roho wa Mungu. Yaani wakati wengine wanaona kwamba tunaweza tukamsaidia huyu ili hii fedha tunamsaidia ikamsaidie mawili matatu kama ni chakula, na ni kwa sababu hana uwezo wa kufanya kazi. Lakini jamaa yakaangalia, yakaona kuna namna nyingine ya kufanya zaidi ya hapo. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu msaidie sana. Sasa kuna mambo ya kujifunza ambayo tutaainisha hapa kama yako 6. Sasa kwa sababu yako 6 tuanze maneno mapema. Kuna mambo ya kujifunza juu ya habari ya kuponywa kwa kiwete huyu, ambaye watu walimweka mlangoni na wakawa wanamsaidia, na watu wakawa wanamsaidia wanapoingia na kutoka wanamsaidia. Lakini Petro na Yohana walipoenda wakamwambia tukazie macho, na wakamwambia kwa jina la Yesu simama, na yule kiwete akasimama, na aliposimama akaingia hekaluni pamoja na Petro na Yohana akiwa anarukaruka. Kwa nini? Kwa sababu alishapokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine Wakristo kama Wakristo tunaweza tukajifunga kwenye sehemu moja ya kuwaza mawazo, tusiende deeper, yani tusiende ndani zaidi kwa habari ya kiroho. Yani tukawa tunafanya kazi ya Mungu kwa mazoea, tusiwaze zaidi ya hapo. Anaweza kueleza. Lakini pia tukiwaza zaidi ya hapo, maana yake nini? Hatuwezi kuwaza kama hatuna Roho Mtakatifu. Kwa maana tulisema mwanzo kwenye hilo somo kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu au ujazo wa Roho Mtakatifu ule unamsaidia mtu kupata maono zaidi kwenye huduma au kwenye nafasi ambayo Mungu amempa. Unajua Mungu akiwa amekuokoa maana yake amekuamini. Sasa kama umeaminiwa, maana yake Mungu anataka akutumie zaidi ya hapo unachokiwaza wewe. Kwa hata kwenye huduma uliona, unapoingia kanisani hakikisha unatafuta mawazo mapya, yani unatafuta kitu kipya ndani kwa ajili ya utumishi, kwa ajili ya huduma, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni unafanya huduma, unawaza maradufu. Yani usifanye kwa mazoea kwamba ilishazoeleka nafanya hivi nafanya hivi nafanya hivi. Ni mazoea. Unawaza ndani zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata kama Mungu wakati mwingine unaweza kuwa na changamoto. Amen. Hata kama ukiwa na changamoto ya maisha, usiwaze kwamba msaada unatoka kwa mwanadamu. Amen. Cha kwanza unatakiwa uwaze kwamba msaada unatoka kwa Mungu. Hii ni Edayo TV Online. Sikiliza neno la uzima, baki njia kuu.